Mtazamaji wa Asili TV, karibu katika Star wako kitani kwako siku leo, ikiwa ni siku njema kabisa, Jumapili bora, Jumapili ambaye imechangamka. Tunasema tupo ndani ya studio za Asili TV tukikurejeshea habari kutoka kwa watu tofauti tofauti maarufu, wenye kufanya shughuli zao tofauti tofauti kwenye jamii, lakini za kihalali kwa mujibu wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Shukrani kwa wewe ambaye kuanzia hivi sasa umejiunga na familia ya Asili TV, umesubscribe, umeshalike, lakini tunapenda pia kupokea maoni yako katika eneo la maoni. Weka comment yako pale, tutakuwa tunapita naye kuhakikisha kwamba tunaweka yale ambayo unapendekeza wewe kuboresha katika channel yetu bora ya Asili TV. Ungana nami basi kwenye kipindi hichi bora mwanzo mpaka mwisho. Naitwa Mzee wa Tatu, nyuma kamera niko naye Kevo Mnyama kutoka Asili TV. Niko na mwamba ambaye anafanya vema katika aina yake ya utafutaji. Unataka kumjua ni nani? Niko naye hapa. Bwana, mambo vipi kaka? Poa, habari za kazi? Mimi niko poa, habari ya wewe? Salama kabisa. Tuko pamoja. Bwana, kwa faida ya mtazamaji wa Asili TV, tunapenda ujitambulishe ili tujue na wafahamu basi kwamba wewe ni nani na kwa nini huko hapa. Ndio, kwa majina mimi nafahamika kwa jina la Dalali Godi au Dalali wa mkoa alimaarufu kwa mkoani hapa Njombe. Najishughulisha na shughuli za upangishaji nyumba, kiwemo vyumba, nyumba, apartment, viwanja. Napatikana kwa mkoa wa Njombe. Okay, ukiacha na jina la Dalali wa mkoa, Dalali, jina lako ambalo liko kwenye vyeti vya NIDA, ndio unafahamika kama nani? Mimi kwa majina kwenye vyeti vya NIDA kwa Jamhuri ya Muungano natambulika kama Godwin Kilewa. Ndio. Okay, Dalali wa mkoa. Dalali wa mkoa au Dalali Godi nafahamika kwa jina hilo. Okay. Dalali, tunataka tuanzie hapa kwamba tunaposema we ni dalali tunakuwa tunamaanisha nini? Dalali ni mtu anayehusika na kupangisha nyumba. Yaani kwa mfano kama kuna mtu atakuwa anahitaji nyumba, vyumba, chumba, mimi nahusika kumtafutia na ninampangishia. Ndio. Ndo shughuli zenyewe hizo. Ndio shughuli zenyewe. Tukileta kwenye namna nyingine, udalali ni tunasema ni kipaji au ni taaluma? Naweza nikasema ni kipaji, sio taaluma. Kwa sababu ingekuwa ni taaluma tunasema ungeenda kusomea. Kipaji ambacho mtu ameona kwamba ana wewe na hicho ndio kama kukifanya. Kwa kipaji kile inatakiwa mtu ili awe dalali awe na kipaji cha namna gani? Cha kujua nyumba nzuri, cha kujua huyu anataka shamba, nyumba, au ni kipaji cha namna gani? Ili uwe dalali, cha kwanza inabidi cha kwanza uwe na ucheshi wa kazi yako ambayo inakuingizia kipato kila siku. Cha pili inabidi ujue nyumba. Cha pili, cha tatu cha kwanza na cha pili inabidi ujue nyumba. Cha tatu inabidi uelewe kwamba mteja anahitaji nini na umfanyie nini. Kingine ni uaminifu wako ndio utakaye kufanya upate connection na kazi zinavyoenda na wateja waendelee kutafuta kwa wingi. Okay. Tumesema kwamba ujue nyumba, ujue ni, lakini turudi kwenye namna ya ucheshi. Tunasema ucheshi wa kuongea na mteja, ucheshi wa kuongea na mwenye mali, ucheshi wa kuongea na nani? Ili mtu ajue kwamba sasa huyu ucheshi wake unafaa kwa dalali. Ucheshi wa kwanza ni wa kuongea na mwenye mali ambaye anauza au ambaye anapangisha mwenye nyumba. Inabidi ujue namna ya kumshawishi kwamba bwana, mimi nina mteja ambaye anataka hii nyumba yako. Ule mteja yuko namna hii, yuko namna hii, yuko namna hii. Alafu cha pili, kama kwenye mali labda inabidi ujue vizuri kuongea na anayeuza ile mali. Na anayenunua pia mteja. Kwa mfano kama wewe ndo mteja umekuja kwangu, inabidi nijue namna ya kukuambia hii mali bwana ni na 1 2 3. Anayeuza anauza 1 2 3. Ucheshi kama ndo unatakiwa katika kazi ya udalali. Wewe binafsi sasa uligundua kipaji chako cha udalali ukiwa na umri gani au ni muda gani? Kwenye udalali mimi sina muda mrefu. Na kama miaka 2. Miaka 2. Ndio. Na niligundua let's say ni kwamba haikuwa kazi yangu rasmi. Lakini tu imetokana kwamba kuona kwamba
mbona kwenye huku nako naweza, basi ngoja nifanye hivi. Lakini haikuwa kazi rasmi kwamba nimepanga kwa dalali. Hapana. Okay. Kwa hiyo ni katika mihangaiko ukajikuta umejikita kwenye udalali. Ndio. Ukabipu wakapiga. Kwa lugha nyepesi tunasema umebipu pigia. Lakini hatakuwa official kwamba God inabidi awe dalali, hapana. Ndio. Tunataka kujua miaka 2. Ndio. Unadhani imetosha wewe kujua changamoto za udalali na faida zake pia? Ndio. Ndio. Kwa kifupi sana, labda changamoto zipi ambazo unaona zinawafikia madalali wengi sana? Changamoto mojawapo madalali ni kwenye uaminifu. Hiyo ni changamoto mojawapo kwa sababu asilimia kubwa madalali tunachafuliwa na madalali wenzetu wachache ambao wanakuwa sio waaminifu kwa wateja. Inatokea umeenda kumpangishia mtu nyumba, tuweke mfano wa nyumba, umeenda kumpangishia mtu nyumba, akakwambia bwana hii nyumba nimeipenda, labda chukua advance au chukua hela yako ya udalali, kwa sababu kwenye udalali kuna ile hela ya udalali. Chukua hela yako ya udalali, mimi kesho nakuja kumalizana na mwenye nyumba. Sasa inatokea mimi pale nimetoka, amekuja tena mteja mwingine. Ukiachana na wewe, nimeongea na wewe, umenipa hela yangu. Unasema unakuja kesho. Inatokea tena anapatikana mteja mwingine, nachukua tena hela yake. Hapo nimeshaongea na wewe. Unakuja kesho unaambia ile nyumba bwana mtu ameshalipia. Amelipia kivipi wakati mimi hela yako tushamalizana? Ndio changamoto kama hiyo. Sasa wengi wamefanywa hivyo na hayo malalamiko tumekutana nayo mengi, lakini kwa mfano mimi sina hiyo tabia na ndio maana unakuta kidogo jina langu na linatambulika. Sijisifia, lakini tunataka kujua kwamba kwenye kazi ya udalali panakuwa na wengine vyama sijui au umoja wa madalali. Ndio. Tunataka kujua nani huwa anatengeneza hizi mbinu za udalali, kwa sababu wadalali wengi tunaona kama vile mbinu zinafanana. Ndio. Za uuzaji na ununuaji. Ndio. Unakuta kwamba yuko radhi asifiki kitu ambacho hana uhakika nacho. Ndio. Huoni kwamba mnatumia uongo kuendesha shughuli za udalali lakini bado mnasema nyinyi ni waaminifu? Ndio. Yaani ubunifu huko, kila mtu ana ubunifu. Ukija kwangu mimi nitakwambia bwana mali fulani iko hivi, lakini kwa ubunifu wangu mimi huwa namwambia mtu mali iko hivi na hivi mpaka niione kwanza mimi. Lakini kuna mwingine anaweza kaja iona tu, amepigiwa simu. Bwana kuna kiwanja kinauzwa hapa, unafika pale umeambiwa labda na kina ukubwa fulani na fulani. Unafika pale ni kidogo zaidi ya vile ulivyoambiwa. Kwa maana kila mtu ndio maana kuna ile tunasema bwana tufike site. Ukione nisikuambie tu maelezo kwenye simu. Na kipato chako wewe kwenye swala la udalali unapata kwa asilimia au kuna kiwango maalum ambacho unakipata? Kwa sababu wengine kama hususan kwenye swala la viumba au nyumba, ukienda ukimwambia dalali anakuambia mimi nipe ya mwezi mmoja, yani nipe kule miezi 3, mimi mwezi mmoja. Inakuwa jumla 4. Yani inakuwa ni 4. Alafu sasa huu mmoja namlipa nani? Na kwa nini nimlipe? Kwa sababu wewe umenionyesha. Ina maana kama umenionyesha, tafsiri yake ina maana wewe unatakiwa ujuane na mwenye nyumba kwenye ile kodi ambayo nimelipa kule. Lakini bado tena gurudumu linarudi upande wangu tena kwamba nilipe mwezi mwingine afu ni hewa. Yani nalipa mwezi ambaye ni hewa, mwenye nyumba haufahamu huo mwezi, lakini mimi nimelipa. Ili nyinyi mnalionaje kwenye swala la kazi yenu? Kama vile mnakandamiza jamii, kwa sababu mkumbuke hawa watu wanaopangisha nyumba huku mjini ni watu ambao hawajapata uwezo wa kujenga. Ndio. Ili wewe unalionaje? Upande wako unapataje kipato chako? Yaani kwa utaratibu wangu mimi naopata na maelezo uliyosema wewe ni sahihi, ndio tunafanya hivyo hivyo. Kwa mfano, inatokea umenitafuta mimi dalali, nimeenda kuonesha nyumba. Mimi nachukua mwezi wangu mmoja wa dalali. Kwa mfano, chumba ni 50,000. Dalali inabidi apewe 50,000 ya mwezi mmoja. Hiyo ni utaratibu wa kote. Tunataka kujua utaratibu huu umepangwa na serikali, umepangwa na chama, umepangwa na uongozi wa madalali Tanzania, na kama inakuwa hivyo nyie kwenye kama ni sheria ambayo inajulikana mpaka kwenye serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, vipi mnahusikeje kwenye ulipaji wa kipato kwenye serikali? Kwa sababu nyie mnasema ni kanuni ambayo inajulikana. Hii kanuni inasaidiaje kwenye uingizaji wa kipato kwenye upande wa serikali sasa? Kwenye upande wa serikali naweza nikasema hiyo bado haijaingia official, lakini kwa hiyo bado nyinyi mnakandamiza watu. Tukandamizi. Yaani utaratibu ndio uko hivyo. Yaani si hatuaibi. Tunataka kujua kubaliana alianzisha nani? Utaratibu umeanza. Yaani upo.
Kwa maana serikali inajua tunakoelekea huko mbeleni. Hata madalali wote itabidi wasajiliwe, afu wao wana vitambulisho maalum na waweze kulipa pasenti ile wanayoipata. Naamini kabisa hiyo serikali mbeleni ndio ina mpango kama huo. Kwa sababu madalali wamekuwa wengi na wanatambulika. Yaani saizi kitu chochote ukihitaji lazima umuone dalali. Kwa maana saizi huo ongezeko la madalali maana yake lazima serikali nayo itaingiza mkono wake pale kwamba tuone hawa watu tunaweka katika mfumo upi. Na kwenye upande wa kusema kwamba kuna chama labda cha madalali au vipi, kuna uongozi upo wa madalali. Kwa mfano kama mkoa wa Njombe na hisi upo. Ila wewe bado hujajiunga. Nimejiunga. Kwa hiyo uongozi upo. Ambaye uongozi huo ni kama vile umoja, mnajisimamia wenyewe kama nyinyi sasa. Umoja wa madalali. Lakini kisheria wanasema kikundi chochote ile uwe umoja au chama cha watu wawili watatu lazima kinakuwa kimesajiliwa ili kitambulike sasa na uongozi labda wa mkoa na nini. Vipi nyinyi katika upande wa chama chenu au umoja wenu wa madalali, labda mmesajili serikalini kwamba mnajulikana hawa ni madalali au vipi? Ndio. Tumeanza process za kwenda kukisajili ili kitambulike kwamba umoja wa madalali mkoa wa Njombe ili kifahamike. Na mbeleni naamini tutakuja kwa tuna leseni kabisa ya kuendeshea hii kazi ya udalali. Yaani ambayo itakuwa inalipiwa mapato. Japo kuna mwenzetu ambaye yupo hapa Njombe anatambulika ambaye ana leseni kabisa ya udalali. Ya udalali, yani anafahamika. Kwa hiyo dalali huwa inatakiwa awe na leseni. Ambao anafahamika kabisa ili aweze kulipa kodi. Kwamba leseni yako kama biashara zinafahamika kama biashara. Ndio. Sasa tunataka kujua kwamba kama serikali ikasema sasa ianzishe chama au ianzishe mfumo wa madalali kulipa, ni kwamba kiwango cha nyie kuchukua pesa kwa hawa wateja wenu kitaongezeka au kitabaki kile kile afu nyie mtakata kidogo kupeleka upande wa serikali? Hapo kusema kitaongezeka kwa wateja, tutawakimbiza wateja, hawatakubali hilo. Naamini, najua kwa uwepo wangu mimi hawatakubali. Ila tutaishauri serikali yetu kwa sababu ni serikali yetu tunaamini kwamba ni sikivu, itasikia. Kwa katika ile ambayo tunachukua, tutaomba kwamba na sisi tunatoa percentage kidogo kwa ajili ya tulikuwa tumegusia kwenye upande wa upangishaji, tunasema wa maeneo labda biashara au nyumba au nini, kwamba nyinyi mnachukua kiwango cha mwezi mmoja. Tuje kwenye uuzaji wa vitu, mfano gari, kiwanja au nyumba mnauza. Kipato cha dalali kinakuwa kwa asilimia au mnapataje? Au ndo nikinunua gari milioni 1 na unasema nikupe na wewe milioni nyingine? Maana tumeona kwamba nikikodi chumba shilingi 30,000 nikupe na wewe 30. Sasa huko kwenye uuzaji au ununuzi wa bidhaa nyingine, kwa upande wa magari na hisi utaratibu hauko hivyo, na upande wa viwanja hauko hivyo. Kuna asilimia ambazo kwa mfano wewe nimekuchukua umeniambia bwana Godi naomba ukanitafutie kiwanja. Tunavyoenda kwenye kiwanja mimi nitakutajia bei husika ya kiwanja. Kama ni milioni 3 kwa mfano, nitakuwekea mfano. Kiwanja kinauzwa milioni 3, mimi nitakwambia milioni 3. Ila kwenye ile milioni 3 wewe itabidi unipe posho tunasema. Asilimia ngapi? Hiyo asilimia sasa tutakubaliana kati ya makubaliano mimi na wewe. Utakayoona wewe unaweza kulipa. Ndio hiyo. Mbona huko kwenye vitu vingine pana uhakika? Kwenye kiwanja haina uhakika, haina asilimia kwa sababu ile. Sasa nikakutajia wewe unaweza kuwa unataka kiwanja cha milioni 2 nikamwambia utoe 200,000. Haiwezekani. Ila tu kuna asilimia ambayo tutakubaliana mimi na wewe. Ikiwa tayari umeshakilipia kile kiwanja kwa mhusika anayeuza. Kwa hiyo tunasema kwamba anayemlipa dalali ndio ni mnunuzi au muuzaji. Anayemlipa dalali inategemeana. Anaweza akatoa mnunuzi au muuzaji. Mara nyingi tunaambiwa nyinyi mnapiga huku na huku. Inategemeana kwamba kwa mnunuzi umechukua kidogo pia, lakini na kwa muuzaji umechukua tena. Kwa mimi hapana, ila kwa wengine inawezekana wakawa wanafanya hivyo, lakini mimi huwa na dili sana na anayenunua. Lakini pia madalali wamekuwa sehemu ya kusababisha bidhaa zisitoke kwa muda mwafaka kwa ajili ya kutaja viwango vya bei ambayo sio sahihi, sio rafiki. Nimekwambia gari langu nauza milioni 2, wewe umeenda kule unataka milioni 3. Tafsiri yake ni kwamba mimi nachelewa kupata mteja kwa sababu wewe umetaja kiwango kikubwa kwa ajili wewe upate cha juu. Kwa nini ina changamoto kama hizo zinatokea sana? Changamoto kama hizo ndio kweli zipo kwa sababu mimi unaweza kuniambia niuze gari
wewe umesema unataka milioni 3. Sasa mimi naangalia kwenye ile milioni 3 unataka ije kama ilivyo. Sasa mimi napata nini? Kwa sababu hapa tupo hapa kwenye hii biashara ya madalali ili tu na sisi familia ziende, watoto wasome. Kwa hiyo sasa wewe unataka milioni 3. Haya, mimi mteja anakuja na milioni 3. Je, makubaliano inabidi tukae mimi na wewe. Je, kwenye milioni 3 hiyo unashuka au haushuki? Kama unataka milioni 3 na wewe na mimi niongeze mimi kwa mteja. Kwamba nimwambie bwana milioni 3.5. Okay. Kwenye kazi ya udalali mara nyingi madalali hawana kazi, yani tunasema hawana eneo husika. Yani hakuna dalali wa magari peke yake, wala hakuna dalali wa nyumba peke yake, wala hakuna dalali wa shamba peke yake. Ndio. Unafikiri tatizo ni nini? Kwa nini dalali anakuwa yupo kote kote? Kuna miti inauzwa amekuwa dalali, kuna shamba linauzwa yeye ni dalali, kuna nyumba inauzwa yeye ni dalali, kuna gari linauzwa. Kwa nini hamko alternative kwenye shughuli fulani official tukajua kwamba huyu dalali wa magari tu, kwamba tunataka gari tuende kwa huyu kwamba ana taaluma magari, huyu ana dalali wa nyumba kwa sababu ni mzoefu wa nyumba, anajua namna nyumba zilivyo, ubora wake na nini. Kwa nini hamko hivyo? Kwa nini mnakuwa mnayumba yumba, hamueleweki? Ukisema kwa nini tunakuwa tunayumba yumba kwamba kila kitu mnajua tu. Gari umesifia, nyumba umesifia. Yani unakuta hata so dereva anavyosifia gari hamuoni kama vile mnakuwa mtu pia nafasi ya kujua kipi ambacho mnakiboresha kwenye kazi zenu. Ni kweli uko sahihi, lakini ili upate hela inatakiwa udili na kitu kimoja. Ni sawa na mjasiriamali. Ukienda sokoni pale utakuta na miogo, utakuta na maharage. Kwa nini asiweke maharage tu? Hayo si mazao. Ndio sawa na kwenye udalali. Yaani kwenye udalali mimi siwezi nikadili na miti. Hizi biashara zinaenda kwa msimu. Kuna msimu watu wanahitaji miti. Kuna msimu watu wanahitaji magari. Okay. Kuna msimu watu wanahitaji viwanja. Nitakupa mfano. Watu wanaelewa kabisa kwamba mwezi wa 12 wa kwanza wa pili watu wanakuwa kidogo hawana hela. Kwa hiyo wanahitaji ada. Mimi sasa nahitaji kiwanja. Umeelewa? Mwezi wa kwanza wa 12 hiyo mpaka wa pili. Sasa uwezo ukadili na gari wakati mtu anahitaji kiwanja, inabidi ucheze na nyakati. Yaani tunasema kucheza na nyakati. Au kwenye mpira wanasema beki. Okay. Hebu tuambie faida za kufanya kazi na dalali. Yaani labda kwa pande zote mbili. Ndio. Yaani kwenye bidhaa yule muuzaji na mnunuzi. Tuanzie kwa upande wa muuzaji. Ana faida gani anapomtumia dalali kuuza bidhaa yake? Upande wa muuzaji maana yake kama ana mali yake itatoka kwa wakati. Inatoka kwa wakati. Itatoka kwa wakati. Upande wa muuzaji naye ni hivyo hivyo kwa sababu sasa hizi hii dunia imeshakuwa ni kubwa au Njombe imeshakuwa ni kubwa. Kupata kitu inabidi mpaka una connection. Unaweza kuwa unahitaji kitu ukataka utafute mwenyewe ukachukua muda mrefu kukipata, lakini ukimpigia dalali, kwa mfano ukinipigia mimi nitakwambia hakipo, twende sehemu fulani mtu fulani anacho. Kwa hiyo faida kote kwa anayeuza na anayenunua wote wanauza vitu. Anauza huyu anayeuza anauza kitu kwa wakati na anayenunua anapata kwa wakati. Faida ya kwanza. Faida nyingine ni kurahisisha uchumi unaenda haraka. Kwa sababu kila kitu kinauzika haraka, mali inapatikana haraka. Okay. Madalali kwa mara nyingi kwa nini hampo kwenye migogoro ya bidhaa ambazo mnaziuza? Yaani nyinyi mkishauza mnaingia mitini, labda kama ni shamba lina mgogoro, dalali ameshapiga hela, anayekuja kukamatwa atakamatwa mnunuzi pamoja na yule muuzaji. Dalali anakaa pembeni. Unafikiri kwa nini anakuwa hausiki tena? Wakati kwenye connection ya mauzo alikuwa ni namba moja, lakini sisi kwenye migogoro huku kesi wapi uwezi tena kuona. Kwenye connection ya mauzo ndio anakuwa namba moja kwa sababu anakuwa bado hajapata hela yake. Akipata hela yake dalali uwezi ukamuona, yeye ameshaenda kufanya biashara nyingine. Kwa hiyo uwezi ukasema wewe umeuziwa kiwanja eti utampigia dalali atakwambia si namba yule aliyekuuzia si unayo, ongea naye yule malizana naye. Kwa hiyo asilimia kubwa ndio wako hivyo au ndio tuko hivyo. Yaani kwamba biashara imeshafanyika, mimi si kwangu nimekunja bosi wangu. Wewe endelea. Nani? Okay. Hebu niambie issue gani ambayo umewahi kuifanyia udalali alafu ikakupa mpunga mrefu sana? Issue niliyofanyia udalali kanipa mpunga mrefu. Nakumbuka ilikuwa ni kuuza nyumba. Hiyo ilinipa hela ndefu. Okay. Tunajua kwamba changamoto pia
zinakuwepo, lakini pia na faida zinakuwepo. Mpaka sasa ndani ya miaka miwili umepata faida gani, au kipi ambacho umeongeza kwenye kazi yako dalali mpaka ifika mahali sasa umejikita moja kwa moja mpaka kuitwa dalali wa mkoa? Ndio. Nashukuru. Ya faida na siwezi nikasema nafanya biashara ambayo haina faida. Hii biashara faida nimeipata. Mpaka hapa nilipofika faida ipo. Japo siwezi nikataja kwamba nimepata nini, lakini faida ipo. Na ndio maana niko hapa. Asante. Kuna lipi ambalo unaweza kaongea sasa na mtazamaji wa Asili Yetu TV ili kukufuatilia zaidi kwamba unapatikanaje, lakini pia mawasiliano yako yakoje, na labda kama kuna bidhaa kadhaa unaweza kuzitaja ambazo tayari uko nazo mkononi kwa ajili ya kuzifanyia udalali kama unavyohitaji? Sawa. Mimi kwa mawasiliano napatikana, niko WhatsApp, niko Facebook kwa jina hilo Dalali Godi. WhatsApp namba 0622039213, namba ya WhatsApp. Kwa bidhaa napatikana kwa bidhaa zote. Ukihitaji gari, ukihitaji kiwanja, ukihitaji apartment, ukihitaji nyumba, ukihitaji pikipiki, ukihitaji sijui kupangishwa godown, kupangishwa vitu vyote, mimi nipo muda wote online, napatikana masaa 24. Okay, baadhi ya madalali tumeona wakiwa na ofisi, labda wewe una ofisi mahali au ofisi yako simu, kila mmoja na namna yake. Mimi ofisi, kusema ukweli, ofisi bado sijafanikiwa, lakini tuna mpango wa kujenga ofisi. Okay. Tuko baadhi ya madalali kama 5 nataka tujenge ofisi tu, tuna ofisi official. Okay. Neno la mwisho kwa wateja wako, lakini pia tunasema wewe unakuwa na wateja pande zote mbili. Ndio. Mnunuzi ni mteja na muuzaji ni mteja. Wape neno la mwisho. Asante wateja wangu na wanunuzi. Ninayeongea hapa naitwa Dalali Godi, dalali wa mkoa. Niko hapa Asili Yetu TV. Na wakaribisha. Ukihitaji nyumba, ukihitaji chochote kile, unaniona dalali wa mkoa. Tutashirikiana kwa uaminifu mkubwa na nipo muda wote. Asante. Kuna mwingine anapenda kufahamu namba zako za simu kwa ajili ya mawasiliano zaidi, kwa sababu tunaamini ndio ofisi kuu. Ndio, simu ndio ofisi yangu. 0622039213, unanipata muda wote. Okay. Ndio. Asante sana mtazamaji wa Asili Yetu TV. Tulikuwa na dalali wa mkoa, ukipenda muite Dalali Godi, ambaye tulikuwa tunaelezana au tunachambua namna kazi au shughuli za kudalali zinazofanyika au namna ambayo zinafanyika ili kuleta urahisishaji wa bidhaa na upatikanaji pia katika mzunguko wa maisha yetu ya kila siku. Shukrani kwa wewe ambaye ulichukua nafasi yako kuwa pamoja nami kupitia Star Wako Kitani Kwako. Shukrani pia kama ni bado ndo tuko Njombe, naona kabaridi kidogo kameanza kushika kasi, lakini waone EFN Lodge ambao wao wamekutengenezea mazingira, wanakuambia Njombe bila baridi inawezekana. Ukilala pale hakuna haja mablanketi na nini, bonge la mazingira yake sahihi zaidi. Lakini kama bado unafanya ufugaji katika mazingira ya kawaida sana, ni muda sahihi wa kujiunga na familia kutoka Shizia Veterinary Center. Wanapatikana Mgendela, njia panda ya Kiesa au Ngalanga pale. Wanakupa huduma za mifugo, vyakula, madawa, lakini pia wanatoa ushauri bure. Lakini pia wanatoa vifaranga vya kuku aina zote, mayai, bila kusahau wanyama unakuwa unapata pale. Lakini Hombolo Wine, endelea kutupa support yako, tunakutambua kama mdhamini wetu kupitia kinywaji chako bora kabisa. Naitwa Mzee wa Tatu, nilikuwa naye Kevo Mnyama kutoka Asili Yetu TV. Star Wako Kitani Kwako, nasema asante mpaka mara nyingine tena. Shukrani.